Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika maombi ya saa 9 usiku, maombi ya ukombozi yanayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na leo tutaenda kuomba kwa ajili ya urejesho wa mahusiano yaliyokufa katika ndoa. Na nitajaribu kueleza katika ulimwengu wa roho ni nini huwa kinatokea. Maandiko yanaeleza kwa habari ya vita vya rohoni, na tunaeleza jinsi ya uharibifu katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, na juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Na moja ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho yanafanya kazi ya kuharibu mahusiano katika ndoa, mahusiano katika uchumba. Na utakuta mahusiano yakiibiwa, ndio hapo vurugu huwa zinaanza katika ndoa. Lakini watu wengi katika ndoa na mahusiano huwa wanayaangalia matukio, wanajiangalia wao. Hawaangalii adui, wala hawamuoni shetani, wala hawajui operation za giza zinavyofanya. Unajikuta tu ghafla unaona mume wako amebadilika. Huelewi ni nini kinachoendelea, lakini kiukweli ni kwamba huwa ni mahusiano yameibiwa na adui. Na unakuta ghafla mume wako amebadilika, anafanya vitu vya ajabu, ama ameanzisha mahusiano na mtu mwingine. Sasa wewe unaweza usielewe unapambana vipi kuhakikisha ya kwamba unarudisha mahusiano yako yaliyoibiwa. Kumbe kunatakiwa kuharibu mahusiano ya uharibifu yaliyofanyika na kurejesha mahusiano yako yaliyoibiwa. Sasa nitafanya haya maombi leo katika ukombozi, alafu utashangaa sana, kwa sababu utajua ya kwamba kumbe vitu hivi ni halisi sana katika ulimwengu wa roho, kwamba adui anaweza kaja akaiba, anaweza kaiba. Juzi tulisoma kwa habari ya mwivi haji, bali aibe, aangamize, auwe. Tukajiuliza anaiba nini? Anaiba vitu vingi sana, ikiwa mojawapo ni mahusiano. Anayaiba mahusiano yako. Yakija yakiibiwa, tayari unaanza kuona tabia zinabadilika. Mahusiano yakiibiwa, unaanza kuona mambo ambayo yalikuwa yanaendelea kipindi cha mwanzo hayaendelei tena. Mahusiano yakiibiwa, unashangaa hadi majina uliokuwa unaitwa mara ya kwanza, majina ya mahusiano yanayoonyesha kwamba mtu anakupenda, yale majina na yenyewe yanaibiwa. Unaanza kuitwa majina ambayo hayaonyeshi kama kuna mahusiano ambayo yanaendelea. Ndani huko kunaibiwa ndani. Yaani unaweza kujiuliza, mume wangu ama mke wangu nini kinaendelea ndani yake? Mbona kuna shida? Mbona amebadilika? Huko ndani kumeibiwa. Kukiibiwa huko ndani, ujue kabisa tabia zitabadilika. Kukiibiwa huko ndani, unashangaa mtu ghafla hataki hata kumuona mtu. Hataki hata kumuona mtu. Sasa kuna mambo mengi sana ambayo huwa yanatokea. Miunganiko inapofanyika mingine, kwa mfano mtu unaota ndoto unashiriki tendo la ndoa na mtu mwingine, unajiuliza hivi hiki kitu ni nini? Biblia inaeleza kwamba yeye aliyeungana na kahaba katika uzinzi yu pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Nini maana yake? Unapoungamanishwa na kahaba unapata muunganiko katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana usiku shetani anaweza akatumia njia ya kujiungamanisha yeye kikahaba ili upate muunganiko na yeye. Kwa unakuta unaoteshwa ndoto za kufanya tendo la ndoa, afu ghafla mahusiano yako yanakatika. Unajikuta mwanamke hataki kabisa kuguswa na mume wake. Unajiuliza hivi hiki ni nini? Angalia, ni kitu cha kiroho sana. Ni kitu cha kiroho sana. Kwamba mahusiano yanaibiwa katika level hiyo ya kiroho, ambayo mwanamke hataki kuguswa na mwanaume wake, hataki kuguswa kabisa na mume wake. Ama unakuta mwanamume hataki kabisa kushiriki tendo la ndoa na mke wake, anatamani akafanya na mtu mwingine nje, lakini si na mke wake. Sasa mwanamke anaweza akaanza kupambana katika mwili na kudhani ya kwamba anatakiwa apike chakula kizuri, anatakiwa afanye, lakini kumbe hivi ni vitu vya kiroho ambavyo unatakiwa wewe urudishe mahusiano yaliyoibiwa.
Sasa tunapoongelea mahusiano yaliyopotea na kuibiwa, tunaweza tukaongelea mahusiano ya ndoa, lakini yapo mahusiano mengi yanaweza kuibiwa na kupotea. Hata kazini kwako unaweza kupoteza mahusiano na bosi wako. Unaweza kupoteza mahusiano na wafanyakazi wenzako. Lakini wewe mfanyabiashara unaweza kupoteza mahusiano na wateja wako. Unaweza kupoteza mahusiano na kazi yako na biashara yako, ukajikuta hutaki kabisa hata kuisogelea hiyo biashara. Umeibiwa mahusiano na hiyo biashara yako. Tunapoongelea kuibiwa mahusiano, tunaweza tukaenda mbali sana. Unaweza kujikuta mtu unaanzisha wazo, hafu ghafla mahusiano yakiibiwa hutaki hata kuliona lile wazo. Mtu mmoja akawa ananishuhudia, ananiambia nimeanzisha duka langu la nguo, ananiambia hivi kwamba sitaki hata kupita ule mtaa wa lile duka ambalo nimelianzisha. Kwa nini? Anasema hivi, yani wale wadada naambia uzeni tu, mtakachokipata mnirushie kwenye simu. Hataki hata kuonana na wale wadada, hataki hata kusogelea duka lake. Mpaka wana mabosi, mbona siku hizi huji? Anasema nitakuja bwana, nitapita. Nini maana yake? Na amewekeza hela nyingi. Mahusiano yameibiwa. Hataki hata kusogelea hilo duka lake, ni mahusiano yameibiwa. Mwingine anaibiwa tu mahusiano na wateja, unakuta ghafla wateja wamemhama. Sababu gani ya wateja kuhama? Yani kuna mahusiano yameibiwa kati ya wateja na ile product anayoifanya, anaiuza, ama mahusiano yameibiwa kati ya wateja na duka lake, ama mahusiano yameibiwa kati ya wateja na yeye anayeuza ama yeye anayemiliki hilo duka. Ukiona hivyo, ni lazima ufanye maombi ya namna hii ya kurejesha mahusiano yaliyoibiwa. Na unaelewa kabisa ya kwamba mahusiano, anayeibaga mahusiano ni shetani mwenyewe. Hata Mungu mwenyewe, mwanadamu, mahusiano yaliibiwa na shetani. Kumbukeni, ama kumbuka pale katika bustani ya Eden, kilichoibiwa ni mahusiano. Ni mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Na ndio maana Yesu alikuja kurejesha mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu yaliyoibiwa pale katika bustani ya Eden. Nini kinatokea? Shetani anakuja, anakudanganya, unapoteza mahusiano yako na Mungu. Ndio alipoenda akamdanganya Adamu, akamwambia sikia, pitia mke wake, unaweza kula hili tunda ulilokatazwa. Walipokula ghafla mahusiano yakakatika. Ukisoma maandiko anasema Mungu alikuwa na desturi ya kushuka katika ile bustani kila jua linapopunga. Alikuwa akiongea na kina Adamu kama mtu anavyoongea na rafiki yake. Lakini ghafla mahusiano alipoondoka, ghafla Adamu anashuka, Mungu anashuka, Adamu anaanza kukimbia, na hawa wanakimbia uso wa Mungu ambao ulikuwa ukiongea nao kila siku jua linapopunga, kama mtu aongeavyo na rafiki yake. Kilichoibiwa ni mahusiano. Aliyeiba ni nani? Ni shetani. Kwa shetani akiiba mahusiano, akisha yachukua mahusiano, iwe ni kwenye ndoa, iwe ni mahusiano ya uchumba, iwe ni mahusiano ya kibiashara kati yako wewe na wateja wako, ya mahusiano yanaweza yakaibiwa. Iwe ni mahusiano kati yako wewe na ndugu zako, mahusiano yanaweza yakaibiwa. Yanaweza yakaibiwa mahusiano kati yako wewe na majirani zako, mahusiano yakaibiwa. Yanaweza yakaibiwa mahusiano kati yako wewe na mawifi zako, mahusiano yakaibiwa kati yako wewe na wakwe zako, mahusiano yanaweza yakaibiwa. Ishu ya mahusiano, unaweza kupoteza mahusiano kati yako na majirani. Watu ghafla wakakuchukia, wakaeni una roho ya kukataliwa. Ni mahusiano yameibiwa. Unajikuta unakataliwa tu. Uko kazini kwako unakataliwa tu. Bosi anakuambia no, huyu hawezi kutufanyia sisi kazi nzuri. Mpeni kazi huyu hapa kafanye. Huyu asiende safari, atatuangusha, hataweza kutuwakilisha. Mwacheni huyu akatuwakilishe. Kuna kitu kimeibiwa. Usipojua ya kwamba kuna kurejeshewa, usipojua ya kwamba unatakiwa utafute kilichoibiwa na urejeshe kwa mafuta, kwa upako. Kama hivi sasa hivi usiku wa saa 9 upako umemiminika kurejesha mahusiano yaliyoibiwa. Wewe unajua kuna nyakati ulikuwa unakubalika, ghafla umechukua mahusiano yameibiwa, unaanza kuchukiwa. Ghafla unaweza kukuta jina lako limeibiwa katika ulimwengu wa roho, limepotezewa mahusiano na watu. Ghafla watu wanaanza kukuchukulia kawaida, na wakati wewe sio kawaida. Kuna mahusiano yameibiwa. Ni lazima tutafute nguvu ya urejesho. Ni lazima turejeshewe vilivyoibiwa. Unaweza kaenda mbali zaidi ya hapo. Mtu anaweza kapoteza mahusiano na fedha. Ghafla fedha ikawa haina mahusiano na yeye. Kila unachotaka kukifanya, mradi kinataka fedha kuingia kwako, kinakatika. Mahusiano yameibiwa.
Unaweza kufanya kazi kwa juhudi ukatokwa na jasho, lakini kama mahusiano ya kifedha yameibiwa, fedha haiwezi kuja kwako. Nini maana yake? Tunahitaji urejesho. Tunahitaji kurejeshewa mahusiano yaliyopotea. Tunarejeshewaje mahusiano yaliyopotea? Tutafanya maombi katika nguvu ya namna hii, lakini tutamwangalia Mungu alipotaka kurejesha mahusiano na watu wake, ilibidi anyanyue sadaka. Akainyanyua sadaka ya mwanae Yesu Kristo. Yesu Kristo amefanyika sadaka ya urejesho wa mahusiano. Yesu Kristo alifanyika sadaka ya urejesho wa mahusiano kati ya Mungu na watu wake. Kwa tunapoenda kuomba siku ya leo, tunapoenda kumlilia Bwana usiku wa saa 9, tunapoenda kudai mahusiano yaliyoibiwa. Mimi sijajua wewe utadai mahusiano yapi. Mwingine anadai mahusiano kati yake na ndoa yake, tutafanya maombi haya. Mwingine anadai mahusiano yake kati yake na wateja wake. Mwingine anadai mahusiano yake na kati yake na utajiri. Mwingine anadai mahusiano yake kati yake na familia yake. Mwingine anadai mahusiano yake na kupandishwa cheo kwake. Mwingine anadai mahusiano yake yeye na fedha, kupandishwa kwa mshahara wake. Mahusiano yanaporejea, una mambo yanarejea. Nataka tuende mbele za Bwana tukamlilie Bwana usiku huu. Alafu baada ya hapo utashangaa nini kitaenda kutokea. Nataka uangalie mara baada ya maombi haya, angalia nini kinaenda kutokea kazini kwako. Ni maombi mafupi. Angalia nini kinatokea kwenye ndoa yako. Angalia nini kinatokea kwenye biashara yako. Tulikuwa tunaomba siku moja, alafu mara baada ya kuomba yule mama alipiga simu huku analia sana. Nilifanya maombi ya urejesho wa mahusiano namna hii. Alafu akaniambia, baba, hivi kweli mume wangu leo ananiita mimi baby, ananiita mimi sui hani, ananiita mimi sui nini, anaeleza yale majina mazuri. Anasema, haya majina baba nimeyasikia miaka 18 iliyopita. Kipindi niko binti nina mahusiano naye ndio niliyasikia haya. Leo miaka 18 Bwana amenirejeshea. Sikia nikwambie, haijalishi ni miaka 20, Bwana atarejesha. Bwana atarejesha. Yeye anarejesha vilivyoliwa na madumadu na parale na nzige, vilivyokufa Bwana anavirejesha. Ni nini kimekufa ndani yako? Bwana anakirejesha usiku wa leo. Haijalishi kuna mahusiano gani yamekufa ndani yako, Bwana anaenda kuyarejesha usiku wa leo, na utamshangaa Mungu akirejesha vilivyokufa ndani yako. Vitu mahusiano yaliyokufa. Yamkini kuna mtu mwingine hata anavyoongea hivi, mahusiano yake yeye na Mungu yamekufa. Anasikiliza ibada kwa kuhangaika, anasoma neno kwa kuhangaika, mahusiano yamekufa. Bwana anaenda kuyarejesha mahusiano yaliyokufa. Nataka niombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, wewe unarejesha vilivyokufa ndani ya watu wako. Unarejesha mahusiano yaliyokufa katika ndoa ya watoto wako, na unarejesha mahusiano yaliyokufa katika mahusiano ya uchumba wa mtoto wako anayenisikia. Unarejesha mahusiano ya kifedha yaliyopotea kati ya mtoto wako huyu na fedha mahali anapofanyia biashara. Mungu aliye hai, ninaomba rehema na neema ya mahusiano yaliyoibiwa kati ya mtoto wako huyu na majirani zake, mahusiano yaliyoibiwa kati ya mtoto wako huyu na ndugu zake na wakwe zake. Roho Mtakatifu, wewe unarejesha mahusiano yaliyoliwa na madumadu na parale na nzige, mahusiano yaliyoliwa na kuibiwa. Roho Bwana unarejesha kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Unarejesha vilivyoliwa, unarejesha vilivyokufa. Mungu aliye hai, nasema asante, kwa maana yale mahusiano yaliyokufa ya mtoto wako huyu yanafufuka wakati huu. Ni usiku wa kurejeshewa mahusiano yaliyokufa. Ni usiku wa kufufuka mahusiano yaliyokufa. Ni usiku wa kurejeshewa ile kitu ambayo adui ameiba, ambayo imepoteza mahusiano kati ya mtoto wako huyu na mahali anapofanyia kazi na mahali anapofanyia biashara. Roho Mtakatifu naita urejesho, ukarejeshe vilivyokufa kwa jina la Yesu.
Yesu, yale mafuta ya urejesho, ile nguvu ya urejesho, Baba ninaomba ikarejeshe mahusiano kati ya mtoto wako huyu na mume wake. Amepoteza mahusiano, amepoteza furaha katika ndoa yake. Roho Bwana ninaomba ukarejeshe mahusiano ya mama huyu, rejesha mahusiano ya baba ambaye amepoteza kwa mume wake, hata wanashindwa kushiriki hata tendo la ndoa. Mahusiano yameibiwa Bwana, hata hawezi kuongea vizuri na mwenza wake, hakuna mazungumzo mazuri. Mungu liye hai, kuna kitu kimeibiwa. Roho Bwana karejeshe mahusiano yaliyoibiwa na mtoto wako huyu, mahusiano yaliyopotea kwa mtoto wako huyu, katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba asante kwa maana yale mahusiano yanarejea, yale mahusiano yaliyokufa yanarejea kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba asante kwa rehema nyingi na neema, asante kwa mkono wako wenye nguvu, asante kwa kibali chako, asante kwa neema ya urejesho katika jina la Yesu. Vile vilivyoibiwa, vilivyoliwa na madumadu na palale na nzige, Mungu unavirejesha kwa nguvu yako na kwa upako wako. Unarejesha mahusiano yaliyopotea kati yako we Mungu na watu wako. Unarejesha siku ya leo yule aliyepoteza mahusiano ya maombi, yule aliyepoteza mahusiano ya kusoma neno, Baba unayarejesha katika jina la Yesu. Ninaomba nguvu ya kurejeshewa dhidi ya mtoto wako huyu na nature yake Bwana ya upendo wake kwa mume wake na nature ya upendo wake kwa mke wake, vimeibiwa Bwana. Ninaomba Roho Bwana ukavirejeshe, kwa maana wewe ni Mungu wa urejesho, unarejesha vilivyoibiwa katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba rejesha hata afya iliyoibiwa kwa mtoto wako huyu. Baba rejesha hata amani iliyoibiwa kwa mtoto wako huyu. Baba rejesha hata uchumi uliopotea na kuibiwa kwa mtoto wako huyu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mahali ulipo ninatangaza nguvu ya kurejeshewa. Mahali unaponisikiliza ninatangaza nguvu ya kurejeshewa. Mahali ulipo wakati huu ninatangaza upako wa kurejeshewa vilivyoibiwa, mahusiano yaliyoibiwa. Utapigiwa simu na mwenza wako aliye mbali, kwa jina la Yesu ni upako wa kurejeshewa. Utarejeshewa tena na upako wa kurejeshwa mahali hapo ulipo. Lugha za mapenzi katika ndoa yako zinarejeshwa katika jina la Yesu. Ile taswira mbaya ya kipepo iliyowekwa kwa mwenza wako hata kuharibu mahusiano inaondoka na kutoweshwa kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Vinarejeshwa katika jina la Yesu, vinarejeshwa katika damu ya mwana kondoo. Unarejeshewa kwa damu ya mwana kondoo. Baba asante kwa neema na rehema, asante kwa mkono wako, maana tayari vimerejeshwa katika jina la Yesu. Mahusiano yanarejeshwa katika jina la Yesu. Amani inarejeshwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu liye hai, Baba nalibariki na kuliinua jina lako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utaachilia sadaka yako ya urejesho, na kumbuka sadaka inayo nguvu ya kurejesha, na ndio maana Yesu mwenyewe alifanyika sadaka ya urejesho. Hivyo utakaposhika sadaka yako ya kurejeshewa, haijalishi ni kitu gani kimepotea. Yamkini ni mahusiano ya uchumba, mahusiano ya ndoa, mahusiano ya kifedha, kama nilivyoeleza, mahusiano mbalimbali. Bwana anarejesha, na sadaka yako ina nguvu ya kupiga kelele kuleta urejesho. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Basi utashika sadaka yako urejesho, utaachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 ama namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.